Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar ZAA leo Jumatatu ya tarehe 26 Januari 2026 imefanikisha utekelezaji wa zoezi kamili la kujiandaa na dharura za viwanja vya ndege Airport Emergency Full Scale Exercise lililofanyika katika uwanja wetu wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume AKIA kuanzia saa 4 na dakika 35 asubuhi na kukamilika saa 6 na dakika 3 mchana. Zoezi hili ni sehemu ya majukumu ya kawaida ya usalama wa anga likilenga kupima kiwango chetu cha utayari, ufanisi wa mifumo ya dharura, uratibu wa taasisi mbalimbali mnazoziona mbele yenu, pamoja na uwezo wa watendaji wa sekta ya anga katika kukabiliana na matukio ya dharura yanayoweza kutokea ndani au jirani na viwanja vyetu vya ndege. Zoezi hili mara ya mwisho kabisa lilifanyika hapa, mtakumbuka, tarehe 20 Julai mwaka 2022 baada ya kusita kwa zaidi ya miaka 18. Kabla ya hapo, mara ya mwisho ilifanyika uwanjani kwetu mwaka 2004. Aidha, mnamo tarehe 10 Mei mwaka 2023, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar ilifanya zoezi kamili la dharura za kiulinzi na kiusalama wa viwanja vya ndege Full Scale Security Contingency Plan Exercise, ambalo nalo lililenga kupima utayari wa mifumo ya kiusalama na ulinzi wa anga dhidi ya vitisho mbalimbali vya kiusalama. Kwa mujibu wa taratibu na miongozo ya Mamlaka ya Anga Tanzania TCAA pamoja na Shirika la Usimamizi wa Anga Duniani ICAO, viwanja vya ndege vinatakiwa kufanya mazoezi ya aina hii kwa vipindi maalum ili kuhakikisha viwango vya kitaifa na kimataifa vya ulinzi na uendeshaji vinaendelea kuzingatiwa ipasavyo. Umuhimu wa zoezi hili ni pamoja na kupima ufanisi wa mpango wa dharura wa uwanja wa ndege Airport Emergency Plan, kuimarisha uratibu kati ya taasisi za ulinzi na usalama, afya, zimamoto na uokoaji, mashirika ya ndege na wadau wengine, kubaini changamoto na maeneo yenye uhitaji wa maboresho, kuhakikisha usalama wa abiria, wafanyakazi, ndege, mizigo na miundombinu ya viwanja vyetu vya ndege. Katika kuonyesha dhamira ya kuzingatia viwango vya kimataifa, mnamo mwezi wa 6 Juni mwaka 2023, uwanja wetu wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume ulifanyiwa ukaguzi wa kimataifa wa ulinzi na usalama wa viwanja vya ndege na wakaguzi wa Shirika la Usimamizi wa Anga Duniani ICAO, ambapo tulifaulu kwa kupata alama ya juu ya daraja la A, hatua inayoonyesha ubora wa mifumo ya ulinzi, usalama na uendeshaji wa shughuli za anga Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hili ni eneo moja ambalo wenzetu wametesti mpango wao ama wamefanya majaribio ya mpango wao wa dharura wa kujiandaa na kukabiliana na maafa katika eneo hili la viwanja vya ndege. Na kwa msingi huu, si eneo hili tu kitaratibu, maana yake hata wenzetu wa bandari, lakini sekta nyingine zikiwemo sekta za afya, lakini pia wizara na taasisi zetu zinatakiwa zifanye mazoezi kama haya. Kwa hiyo hili lilikuwa ni zoezi la msingi, lakini katika eneo hilo niseme tu tumejifunza mengi kuona, kwa sababu tunapofanya mazoezi haya tunapima utayari wa rasilimali tulizonazo katika kukabiliana na maafa, lakini pia tunapima utayari wa wataalamu na sekta zetu tulizonazo katika kukabiliana na matokeo hayo ya kimaafa. Kwa hiyo kwa msingi wa leo tumepima maeneo mengi. Tunaamini baada ya kukamilika zoezi hili itakuja ripoti rasmi kuona yale mafanikio yetu, lakini pia mapungufu yetu, ili kuweza kuyafanyia kazi zaidi na kujiweka tayari. Hivi karibuni sote tulisikia kwenye vyombo vya habari matukio kama haya, kuanguka kwa ndege. Tumesikia India jinsi gani na watu kiasi gani walipoteza maisha, lakini si hayo tu, yanatokea katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo na sisi Zanzibar kama sehemu ya anga hatuwezi kusema kwamba sisi ndio tuko salama. Kwa hiyo kufanyika kwa mazoezi haya kunapima utayari wa wadau wote waliopo, tukiwemo hata sisi waandishi wa habari. Ninaamini leo tuliposikia ambalesi zile zilivyokuwa zikilia zimetupa home, maana yake zimetupa hobi na kuona kwamba nini huko kilichotokea. Kwa hiyo utayari wetu utatuweka kwa standby wakati wote na kuona vipi tunaweza kupunguza ama kukinga matokeo haya, lakini pia kuona tunakabiliana nayo ipasavyo.